haya na ninapenda kukaa hapa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu niko hapa. Alipenda niwe hapa ili nikaweze kubarikiwa, mkiweza kubarikiwa. Na kwa hivyo ninataka kumwalika Pastor Ngugi ambaye nilikuwa nimemuomba tuletee mkate wa jioni ya leo, nasi tunaweza mpigia mtumishi wa Bwana makofi anapotuletea neno la Bwana katika jina la Yesu. Amen. Karibu mtumishi na Bwana kubariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Tunaweza keti tu kwa kiti chako cha baraka. Kwa majina yangu naitwa Pastor Peter Ngugi Njoroge. Na nimeokoka jioni hii ya leo, na nina tumaini la mbinguni kwa sababu Kristo amedhihirishwa ndani yangu, na ninamshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kumkiri nikiwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza nataka kuchukua nafasi hii kutambua mchungaji wetu na kuweza kumshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuweza kusimama hapa katika haya madhabahu. Sio jambo la kawaida kuweza kupatiwa madhabahu uweze kusimama. Mimi ninajua ya kwamba it is a privilege, na sio jambo la kawaida hata kidogo. Na kwa hivyo niko na shukurani zangu nikimshukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi. Najua ya kwamba kuna watu pia hapa katika haya madhabahu wako na uwezo wa kuwasilisha neno la Bwana, lakini aliniuliza tu niweze kusimama siku hii ya leo, nami nikapokea mwito huo, na ndiposa siku hii ya leo niko mahali hapa. Kwa sababu ya muda, kwa sababu singetaka kupoteza muda, ningetaka kuutumia vile ulivyo, kwa sababu neno la Bwana linatuambia tuokoe majira yetu, tuokoe masaa. Na siku hii ya leo ninaheshimika sana kusimama hapa ninapowaletea neno la Bwana. Na hili neno ambalo nataka kuwaletea, jambo la kwanza ningetaka kukuhakikishia ya kwamba ni neno ambalo huwa liko na uwezo wa kuweza kuponya, liko na uwezo wa kuweza kubadilisha, liko na uwezo wa kuweza kuleta mageuzi makubwa katika maishani mwetu na kutufanya vile ambavyo Bwana anavyotaka tuweze kuishi. Na kama vile nilivyoingia katika hekalu hili la Bwana, kuna neno ambalo sikuwa ninalitarajia, lakini Bwana ameliweka katika moyoni mwangu. Nikiunganisha na yale ambayo Bwana amekuwa akiweka katika moyoni mwangu, ningetaka unisikize kwa umakini sana, kwa sababu inawezekana kwamba neno hili limekuja kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ndio uweze kusaidika na uweze kusimama imara katika imani. Siku hii ya leo, wewe ambao unaandika, unaweza kuandika anger management, kwa sababu ninataka tu kufundisha tu kidogo kitu kinaitwa anger management. Bwana asifiwe. Na hii jambo ambalo linaitwa anger management ni kumaanisha ya kwamba kila mtu dunia hii huwa amezaliwa, na katika kuzaliwa kwake tulizaliwa na mwanadamu ambaye alikuwa ameanguka kutoka pale shamba la Edeni. Na huyu mwanadamu, kuna mambo mengi yalifanyika wakati alipoanguka, na wakati alipoanguka aliweza kuingia katika shida nyingi, na katika huo mwanguko wake aliweza sasa kujipata akobaka na hali ya makasiriko. Kwa sababu ukisoma katika Genesis utaona wakati ambapo Adamu alikuwa amewekwa katika shamba la Edeni, hakuwa na shida yoyote, na Mungu hakuwa na shida lolote na Adamu, na Mungu alikuwa anamtembelea kila mara. Kwa hivyo alikuwa rafiki ya Mungu, kwa hivyo alikuwa ana ushirika na Mungu. Lakini wakati ambapo huyu mwanadamu aliweza kupotoka na akaanguka, hapo mwanguko wa Adamu ndipo mashida yalianza, hapo ndipo matatizo yalianza ya mwanadamu. Na sisi tunajua ya kwamba pia tumetoka katika hiyo hali ya mwanadamu ule wa kale, na tukaweza kuingia sasa katika ufalme wa Mungu. Lakini kwa sababu tumezaliwa na hasiri za mwanadamu, huwa tunajipata tuko na hii shida inayoitwa anga au hasira. Na mimi leo ningetaka kunenea, you will control your anger
jaribu kucontrol, because hakuna mtu akasirikagi. Hata mimi nikiwa mchungaji huwa ninakasirika, lakini lazima ni manage makasiriko. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii ni topic mrefu sana, siwezi imaliza leo, lakini ninataka kwanza nitangulie na neno ambalo Bwana ameweka kwa moyo wangu, ndio sasa tuweze kuingia kidogo, kwa sababu leo nitafanya introduction. Wakati nitapata nafasi, wakati mwingine nitaendelea, lakini nataka tu tusome Warumi 12 kwa sababu inahusiana na hali ya maisha ya mtu, na hapa Paulo ananenea sana, na anasema hivi katika hii Warumi 12. Tunajua hili neno sana, kila mmoja wetu I believe hakuna mtu ambaye ajui hili neno la Warumi 12. Nadhani hata wengine wetu wameshafika pale. Warumi 12 mstari wake tu ni wa hapo kwanza, inasema hivi kidogo tu, inasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu. Unaona, Paulo anasema hapa, nawasihi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai na takatifu na ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Paulo, anasema anawasihi wapendwa, the believers, watu ambao wameokoka, sio watu wa pale nje, watu ambao hawajamjua Kristo, ni watu ambao wameokoka. Anawasihi, anawaambia, ninawasihi nyinyi mandugu, nyinyi madada, muweze kutoa miili yenu iweze kuwa dhabihu inayokubalika na ya kupendeza, ambayo iliyo hai na takatifu, ambayo inampendeza Mungu, na ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna mambo ambayo Bwana anatutarajia sisi kama waaminio, ya kwamba tunaweza kutoa maisha yetu, tunaweza kutoa miili yetu na iweze kuwa ni ibada inayofaa mbele za Bwana. Kuna mambo ambayo huwa inazuilia watu wasiweze kuwa na ibada ambayo ni ya kumpendeza Bwana. Jambo la kwanza, wakati mtu ambaye amekuwa na kitu kinaitwa hasira. Point number 1, mtu akiwa na jambo linaitwa hasira, ambayo sio hasira ambayo ni takatifu, kwa sababu kuna hasira takatifu. Kwa sababu Yesu alikasirika, lakini alitenda kitendo kizuri. Aliwatoa waliokuwa wanauza katika hekalu, akawatoa na viboko. Alikuwa amekasirishwa kwa sababu ya matendo ya watu ambao walikuwa wanafanya biashara kanisani. Lakini kuna hasira ambayo inaweza kuleta shida na inaweza kuleta hatari, na ukiwa katika hali yako ya maisha ya kiroho, you must manage your anger. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu huwa anakasirika mpaka anakosa kujikontrol. Niguze kidogo, hata katika jamii kuna mtu anaweza ukasirika hata sahau ya kwamba hafai kukasirika kiwango kile. Pengine wewe ni mume na mke wako amekuuliza hatuna hiki, lakini kwa sababu pengine umesongwa na maisha, mumesongwa na hali, pengine umeshinda ukitafuta na hujapata, katika hali ya kujinyenyekeza na kuelezea kwa upole, unashikwa na hasira na unaweza kuachilia maneno na iweze kuleta hasira katika hasara katika ile jamii. Na Biblia inasema lazima you must manage your anger, ndio ibada yako iweze kukubalika mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Wacha tuingie sasa katika hii anger management vizuri. Nilikuwa naweka introduction kwa sababu neno hilo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu tukiomba, na ni vizuri tuweze kujua ndio ibada zetu zikubalike, lazima tuondoe mambo ambayo yanaweza kufanya tuwe na ukiwa wa kiroho, tuwe na mambo ambayo yanaweza kutuzuilia. Wakati Adamu alifanya makosa, aliingiwa na ukiwa kwa sababu hakupata uhusiano tena na Mungu, hakuwa na ushirika tena na Mungu. Mungu hakumtembelea tena kwa sababu kile alichokitenda kilileta ukiwa katika maishani mwake, na akawa adui ya Mungu. Tusome Proverb
Sijui ni nani atanisomea ndio tuweze kukimbia kidogo. Nataka tuweze kuokoa masaa kidogo, lakini ninaamini Bwana atatusaidia tuweze kusikia na kuelewa haya mafundisho. Biblia inasema katika Proverbs chapter 14, sijui mke wangu angenisomea hii maandiko hapa ndio niweze kukimbia kupelekana na sawa. Hata sikumbuki. Unajua sasa kule nilikuwa pastor, tukua tumeinuliwa kiwango hicho. Sasa mtaniudhi radhi nisipokuwa. Proverbs chapter 14 verse 29. Sijui ataniwekea kiwango ambao ninaweza kuona vizuri. Proverbs chapter 14 verse 29. Biblia inasema hapo, mtu mwenye subira ana ufahamu mwingi, bali anayekasirika haraka huonyesha upumbavu. Biblia inasema mtu mwenye subira ana ufahamu mwingi zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati kuna mambo yamekusonga, kuna hali fulani zimekuwa ni ngumu katika maisha au katika hali zote ambazo huwa unazipitia, lazima uweze kuwa na subira, kwa sababu unaweza kuwa na ufahamu mwingi, bali anayekasirika haraka huonyesha upumbavu. Haleluya! Ndio upate access ya kumtolea Bwana ibada iliyo hai na iliyo safi na ya kukubalika. Lazima uweze kuwa na hii moyo ambayo ni wa ufahamu. Lazima uwe na huu moyo ambayo ni wa kuelewa makusudi ya Bwana. Biblia inasema vizuri ya kwamba mtu mwenye subira ana ufahamu mwingi, bali anayekasirika haraka huonyesha upumbavu. Sijui kama wewe ni kama mimi. Mimi huwa ninafanya kazi mahali kuna watu wengi sana wa aina nyingi, kwa sababu mimi huwa niko soko ambayo kuna watu wa tabaka mbalimbali, na huwa ninaangalia soko, naona inakaa tena kama idara ya mjengo. Najua sijui kama nyinyi umesha kuwa katika maeneo ya mjengo huu. Unaonaga hizi manyumba za ghorofa zinajengwa, wale watu wao wanajenga huko wakiwa hawajaokoka. Hakuna kitu hawezi sema na hakuna kitu hawezi fanya. Mimi nimefanya mjengo na nilikuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu nilikuwa nafanya mjengo nikiwa bado nimeokoka, na kila siku kufika nyumbani lazima ningekuwa na wakati wa kuomba msamaha na kutubu, kwa sababu masikio yalisikia, macho yaliona, kutukana ulitukanwa, ukakasirika, ukasikia hapana. Hata wakati mwingine unasongwa, unasikia kana kwamba na wewe utashika huyu mtu mwambie ona nidile mudu. Lakini kwa sababu ya kujua kule nimeitwa, lazima ningekuwa na subira, nikijua kuna siku moja nitatoka katika idara hii niingie idara nyingine. Na leo hii niko katika tena idara inaitwa ya soko naye iko na mambo yake, iko na watu aina nyingi. Kuna mtu anaweza kufanya kitu kwa kimakusudi aone reaction yako, especially sasa mtu kama mimi nimeokoka, na wengine wengi wanajua I am a pastor, wanaweza fanya anything ndio waone reaction yako na waone kana kwamba kabisa you are a pastor. Uko na neema ya kuvumilia, uko na neema na wakati mwingine unafanyiwa vituko, lakini unanyamaza, kwa sababu ukireact utaonekana wewe ni mpumbavu. Biblia inasema mtu huyu lazima akuwe na subira. Mkristo ambaye anataka kuenda mbali na Mungu, Mkristo ambaye anataka kutembea na Mungu, Mkristo ambaye anataka kufanyika kile Bwana alichokusudia maishani mwake, lazima aweze kuwa na subira. Na ndio unaona Biblia inanena katika kitabu cha Revelation, na Mungu anashuhudia
kanisa moja katika Revelation anasema, najua subira yako. Ninajua subira yako. Kuna watu hawakuagi na subira. Kuna watu hawangojeagi. Wakijibiwa vibaya wanasema haria wokera neho shokagerio. Kuna wakati tumepitia changamoto, pasta wetu anajua kidogo. Tulipitia wakati mgumu sana, mimi na mke wangu na jamii yangu. Lakini Bwana akatusaidia, tukajua kunyamaza na tukajua kukimia. Kwa sababu ukikimia watu hawatajua ni nini unafikiria. Ukikimia utavumilia mambo mengi. Ukikimia utajua mambo mengi. Bible inatuonyesha lazima tuweze kuwa na subira na lazima tuweze kumanage makasiriko yetu. Kuna mtu mmoja anaweza kusema ni nyamaze namna gani, kwani mimi sikuzaliwa kama yeye. Ole wako. Lazima uweze kuwa na subira ndio uweze kumanage your anger. Bwana asifiwe. Sijui kama tuko pamoja. Haleluya. Bible inasema hapo katika Proverbs 29 verse 11. Tunasoma tu neno kwa sababu ni mafundisho. Niwekewe hapo Proverbs 29 verse 11 na tutaweza kujua to manage our anger. Mpumbavu huonyesha hasira yake yote, bali mwenye hekima hujizuilia. Haleluya. Hata katika jamii lazima tujifundishe kujizuilia. Si kwamba haujaguzwa pasta, si kwamba hatuguzagwi, lakini tunavumilia na tunajizuilia. Bible inasema pale lazima wewe hasira yake huyo, bali mpumbavu huonyesha hasira yake yote, bali mwenye hekima hujizuilia. Hapa Bwana anatutarajia tuweze kuwa na hekima. Ikiwa huyu mtu wa Mungu anaitwa Adamu angekuwa na hekima, angejizuilia kutokukubaliana na yale ambayo aliambiwa na mke wake, na hangeapotoka, hangeanguka, hangeajipata katika muhadhara huu. Lakini kwa sababu ya kutojizuilia, kwa sababu ya kutokuwa na hekima, alijipata na akawa na mwanguko. Kwa hivyo akapoteza kile ambacho Bwana alikuwa anatarajia kiweze kuonekana katika maishani mwake. Lazima tuweze kumanage our anger. Hata kazini, sio watu wote wameokoka, sio watu wote wanamjua Mungu, sio watu wote hata wameokoka wamekombolewa. Kuna watu pia hata wameokoka lakini hawajakombolewa. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, na sana sana haya maneno huwa yanatumika kwa watu ambayo wamekuwa possessed na mambo ambayo ni ya kitamaduni. Mambo yakifika mahali unasikia nasema niyeshi yakwa shio kirari, mimi yangu ikiamuka. Unajua mimi ni wa ukoo fulani. Ukisikia mtu ameanza kuita ukoo wa kwao, huyo mtu ujue hajafanya nini? Hajakombolewa. Ati niwe shia kwa shio kirashia balea we, na bado unasema Bwana asifiwe. Ni kumaanisha bado haujafanya nini? Haujakombolewa. Ndio Biblia inasema hapa ya kwamba mpumbavu huonyesha hasira yake yote, bali mwenye hekima hujizuilia. Hata kuna mambo unaweza kusikia yanakusonga, lakini ukikumbuka kazi ya msalaba, ukikumbuka kazi ambayo Yesu alifanya, unaambia Mungu, na kwa sababu ulikufa kwa ajili yangu, Bwana niokoe, nisitambuke, nisikubaliane na hali hizi. Bwana niokoe, niweze kudhihirisha mapenzi yako hapa duniani. Bwana asifiwe. Yesu akasema, akaambia mitume, akawaambia ya kwamba ninawaombea msiondolewe dunia hii, kwa sababu ninataka hata nyinyi niweze kudhihirika kupitia kwenyu hapa duniani. Yesu alikuwa anaonyesha hao watumishi wa Bwana au mitume
ya kwamba ninawaombea mukae hapa duniani, mudhihirishe kile ambacho nimekuwa nikifanya, nikiimpact ndani yenu, yale nimekuwa nikiweka ndani ya mioyo yenu. Mudhihirishe, muonyeshe ulimwengu ya kwamba kuna ufalme unaotawala ndani yenu, sio ufalme wa kale, lakini ufalme ambao umeimarishwa kwa utakatifu. Alikuwa anaonesha, na ndio unaona Yesu wakati huyu mtu wa Mungu anaitwa Petro, wakati alikasirika akakata mtu sikio, au mfikiri ilikuwa ni makasiriko? Ni makasiriko. Alikasirika akachukua upanga akasema hapana, sasa ikifika hapa lazima nionyeshe. Hakuwa bado amekombolewa, alikuwa anajua vita vikikuja na mwili lazima tupambane nazo. Akamkata. Yesu akamwambia, hii sio vita ya damu na mwili. Akachukua ile sikio akamweka, akamuonyesha makasiriko yako haiwezi leta wokovu. Aliaibika au hakuaibika? Biblia inatuonyesha hapa, we must manage our anger, makasiriko. Na hapa ninataka niseme ya kwamba especially to our foundation, katika misingi ambayo tumelelewa, katika maeneo ambayo tumelelewa, kuna uwezekano tunaweza kuwa tunafuatiliwa na laana za kizazi na kizazi. Aidha ulizaliwa katika jamii iliyokuwa na watu ambao ni arrogant, watu ambao walikuwa na makasiriko, watu ambao hawakuwa na huruma, watu ambao hawana neema ya kuongea. You must search your foundation na uweze kuangalia misingi ambayo nimetoka, ni misingi inaweza kunizuilia nisimtumikie Mungu kwa uaminifu, nisidhihirishe utukufu wa Bwana. Ni misingi ambayo inaweza kunizuilia nisiweze kufanyika dhabihu iliyo hai na takatifu. Lazima uangalie hata misingi uliyotoka. Wakati mimi nilipo mjua Kristo na nikakaa katika neno la Bwana na mafundisho, nilianza kujua there is a problem in our foundation of our family. Na mimi kwetu mimi nilikuwa wa kwanza kuokoka. Familia yetu hakukuwa mtu ambaye ameokoka. Na wakati niliokoka, na ndugu yangu mwingine ambaye ni baba ya huyu kijana sasa pasa alikuwa anamuombea hapa aweze kucheza keyboard, naye akaokoka. Kwa hivyo Bwana ametuneemesha sisi zote wawili. Bwana ametuneemesha kwa sababu baba ya huyo kijana saa hii yeye ni mchungaji maeneo inaitwa Pokot, uko West Pokot. Hata ukisikia majina ya huyo kijana haitwi Mkikuyu ana majina ya Ukikuyu, anaitwa hiyo jina ya huko ya Wakale, kwa sababu tunamuita Ng'ang'a, lakini bado amenenimiwa majina ya huko kwao, kwa sababu ndugu yangu alioa Mkalenjin au alioa Mpokot, na amekuwa huko kwa miaka mingi akifanya kazi ya huduma, na amefanya kazi kubwa sana eneo hiyo. Akisimama hapa ashuhudie mambo yale Mungu amekuwa akifanya kule, unaweza kushangaa na ustuke sana, kwa sababu Mungu alimweka pale akiwa na kusudi. Sasa tuliokoka, mimi niliokoka na yeye akaokoka. Lakini wakati Bwana alikuwa ninapomfuata Mungu na kumtafuta Bwana, nikaanza kujua misingi ya kwetu inahitaji maombi mengi, inahitaji mtu ambaye atajinyima, inahitaji mtu ambaye atamtafuta Mungu kwa bidii. Na yule ambaye aliniombea niokoke akaniambia, Mungu amekuita siku ya leo, na kwa vile Mungu amekuita siku ya leo, wewe ukifanya bidii kwa maombi kwa miezi miwili, your father will be saved. Na kwa sababu baba yetu alikuwa mkali sana na alikuwa mkunywaji wa pombe, nikawa ninasikia hili ni wakati wangu wa kumlilia Bwana, na nikajitoa nikamtafuta Mungu na nikamlilia Mungu sana katika hiyo miezi miwili. Sikuwa najua hata kufunga, lakini nilijitoa mpaka nikaanza kufunga, nikaanza kumlilia Bwana, kwa sababu nimesikia sauti ya Bwana imesema nikiwa faithful, nikijitoa kama dhabihu iliyo hai na takatifu, ibada yangu itakubalika mbele za Bwana. Nikamlilia Bwana sana, nikitubu mambo yale ambayo huwa ninayaona kule nyumbani, na Mungu akanihurumia na akasikia kilio changu. Na wakati baada ya miezi miwili tukiwa tu tunafanya kazi na baba yangu, kwa sababu wakati huo nilikuwa pale nyumbani, baba yangu tulitoka tu kwa shamba mchana
masaa ya adhuhuri, na tukafika pale tukiwa tunajitayarisha kula lunch. Baba yangu nilimkuta kwa sababu kuna mahali alikuwa anakaa katika kashedi ya kwetu ya kujikinga jua. Mimi kutoka kwa nyumba nilikuta mzee ana lol. Sasa mimi nikastuka. Nilikuwa napenda baba yangu sana, lakini siku hiyo sikusikia huruma. Nilimkaribia, nikamwangalia, nikamuita, nikamwambia, baba, shida ni nikie fafa. Hata hawezi kuongea, anajishikilia tumbo hivi. Nikamwambia nikiwa na ujasiri, nikamwambia, sasa wakati wako wa kuokoka umefika, na usipotubu hii hali ya maumivu uliyo nayo itakusonga mpaka wakati utakubali Kristo ni Bwana. Haya ndio maneno nilimwambia na nikamwacha. Unajua wakati nilimwacha aliniambia, ole urake honokire niguo uramenyire ni kuri honokio. Yaani siku hii ya juzi uliokoka ndio ulijua kuna wokovu. Na mimi nikamwacha na sikuwa na huruma tena, lakini nikaendelea kumwambia, Bwana, tembelea hii familia yetu. Nataka kusema nini? Wakati unapojua kiini cha mahali umetoka na misingi ambayo umetoka kwayo, utaweza kusimama kwa nafasi yako na uweze kumulilia Bwana na kumwambia, Bwana, hata katika maisha yangu ninataka nione mabadiliko, ninataka nione mageuzi, ninataka nione ukombozi, ndio kuweze kuwa na change. You must know, lazima ujue hasira, kwa sababu hakuna jamii ambayo haina hasira. Hasira ni hasara. Baba yetu alikuwa mtu wa makasiriko sana. Baba yetu alikuwa ni mtu ambaye wa makelele sana. Baba yetu alikuwa ni mtu ambaye haungemwambia kitu. Kwa hivyo lazima ningeamulilia Bwana, na Bwana alisikia kilio changu. Baada ya kukaa pale katika siku kadhaa, akiwa bado hajapona, hajasikia nafuu, kwa sababu ni Mungu alikuwa anamshughulikia. Alikaa for 3 days bila kukula. Nikaambiwa na majirani, wewe unataka baba yako akufe, kimbilia dawa. Nawaambia hata nikileta dawa hawezi pona, kwa sababu huu ni mkono wa Bwana. This is a time to deliver. Nikakuta mzee mmoja wa Full Gospel, nikamwambia, hii ndio wakati wenu wa kwenda kuongelesha huyo mzee, kwa sababu Bwana amemweka katika kona ndio aweze kumkubali Kristo. Wakati huo nilikuwa nimeshughulikia mambo mengi ambayo ni ya kimsingi, na nilikuwa nikiomba, ninaona mambo mengi yanafanyika, na ndipo ninasema ya kwamba lazima uangalie your foundation. Umetoka wapi? Ni makasiriko ya aina gani uko nayo? Ni maneno gani huwa yaliachiliwa katika maishani mwako na wewe pengine ukayafanya yakawa ni part of your life? Lazima uangalie ni hali gani ambazo zinaweza kuzuilia kufanyika dhabihu iliyo safi na takatifu. Jambo la kwanza ni hiyo hali ya anga. Makasiriko huwa inaharibu maisha ya Mkristo na inamzuilia kufika kiwango kile Bwana alikusudia, kwa sababu ya kumwamini Bwana. Our Father, be saved. Na nikajua nimeshinda vita moja. Nikaendelea kumtafuta Bwana, ndio ndugu yangu huyo akaokoka. Nikaendelea kumtafuta Bwana. Today familia yetu si kama vile ilikuwa nyumae, watu wamekuja wakiokoka, lakini ni kwa sababu ya kushughulikia mashida na matatizo ya kimsingi. Shida ambayo tuko nayo ni kwa sababu, kama vile nilitangulia kusema, Adamu ikiwa hangeanguka hatungekuwa mahali tuko. You must manage your anger. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima uweze kuzuilia au kujizuilia makasiriko na mambo ambayo yanaweza kuzuilia. Wacha tusome James chapter 1, kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza, haya 19. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inasema hivi: ndugu zangu wapendwa, fahamu jambo hili, kila mtu
awe mwepesi wa kusikiza, lakini asiwe mwepesi wa kusema wala kukasirika. Hapa ndio tuko na shida hata kanisani, kwa sababu watu huwa wako na haraka ya kuongea kuliko kusikiza. Halo, hapa tuko na shida katika maisha ya Mkristo. Biblia inasema the one qualification ya Mkristo, unastahili kuwa mtu ambaye huwa wa kusikiza kuliko kuongea, kwa sababu the moment umekuwa wa haraka kuongea, unaweza kuwa umewekewa mtego mbele yako. Halo, halo. Wakati ambapo umekuwa wa haraka kuongea na uwe wa haraka kujibu, utachokorwa. Utachokorwa. Kwanza ukijulikana wewe ni mtu wa temper, sasa utakuwa unangojewa, na adui anajua huyu ako na weakness eneo hii, atakuwa anapitia hiyo eneo ndio uweze kuchipuka na kuongea na kuongea, na ukirudi kurealize utakuta umefanya damage in your life. Biblia inasema na inatuonya, ndugu zangu wapendwa, fahamuni jambo hili, kila mtu awe mwepesi wa kusikiza, lakini asiwe mwepesi wa kusema wala kukasirika. Sijui wewe ukikosewa huwa unasikiza kwanza? Sijui wewe ukifanyiwa kitu ambacho si kizuri, sijui kana kwamba huwa unanyamaza, unangojea? Mimi nimeshaona mtu amekuja amenitusi, nikanyamaza, akaongea yote ikaisha, nikanyamaza, akaongea tena, akaona sasa huyu amekuwa bubu, akaongea yale yote aliongea, kwa sababu lazima ningeweza kuwa wa kusikiza tu, lakini nisiwe wa haraka kujibu. Na wakati niliona there is hakuna jambo ambalo ni la kujibu pale, mimi nilinyamaza na yule mtu akaondoka. Nani alikuwa na hasara? Ni yule, kwa sababu aliachilia maneno yote na akajulikana upumbavu wake. Biblia inatuonya hapa na inatuambia lazima tuweze kuwa watu ambao ni wa kusikiza, lakini si wa kuwa haraka kwa kujibu. Jamii ambayo watu huwa wanasikiza, hata mtu mwelevu akiwa wa kusikiza anaweza kutatua shida kwa hekima, kwa sababu moyo wake uko na uwezo wa kustahimili hata makasiriko ikiwa imeachiliwa. Bwana asifiwe. Si waambie Bwana akusaidie uweze kuwa mtu ambaye ni wa kusikiza, ndio uweze kufanya maamuzi inayofaa, ndio uweze kufanyika ibada ambayo Bwana anaitarajia. Kwa sababu wakati ambapo umekuwa wa haraka kusema, unaweza kosea. Na Biblia inasema usiweze kuwa wa haraka kusema, lakini uweze kuwa mtu ambaye ni wa kusikiza na kuweza kuwa na mtazamo wa mambo ambayo umeyasikiza, uweze kujua vile utakavyofanya. Proverbs chapter 15 verse 1. Lazima tuweze kujimanage katika makasiriko zetu, especially nowadays. Unaona kuna makasiriko mengi hata katika serikali, katika nchi ya Kenya kuna makasiriko mengi kwa sababu ya mashida na matatizo ambayo watu wanayoyapitia, na watu wanaweza ongea sana na waingie katika mtego ambao umeachiliwa na adui wa kuwafanya waweze kuwa na makasiriko. Lakini ni vizuri mtu aweze kumanage hali zake za makasiriko, ndio aweze kuishi maisha ambayo ni takatifu na ya imani na ya kweli. Katika hiyo Proverbs 15 verse 1 inasema hivi, Proverbs 15 verse 1, jawabu ya upole huongeza jawabu ya upole hugeuza
ghadhabu, bali neno liumizalo huchochea hasira. Haleluya. Jawabu. Kwa hivyo tunapewa solution. Jawabu la upole hugeuza. Kwa hivyo mtu hata akiwa amekuja amewaka moto, we tamukirere, tawe horerere, si utulie. Si wengine wanasema tuliza boli. Tuliza nini? Tuliza boli. Sasa wewe unajua katika moyoni mwako, wacha nitulie, wacha ninyamaze, wacha niwe na hii upole. Na wakati mwingine sisi wa Kristo tunaonekana kana kwamba we are not wise tunaponyamaza wakati mambo yaendi vile watu wa kawaida wanavyotaka. Lakini ukinyamaza unageuza ghadhabu yote. Unaigeuza mpaka yule mtu anaona this man lazima akuwe si mtu wa kawaida. Halo, wewe huwa unageuza hasira zako, ghadhabu yako na nini? Huwa unageuza na nini? Huwa uko na moyo wa upole? Huwa uko na moyo wa kunyenyekea na kunyamaza, ukijua ya kwamba hapa siwezi ongea, nitafunga mdomo, kwa sababu mwili huu na viungo vyangu vyote vya mwili ni dhabihu ya Bwana. Unaweka zipu, unasema siongei, na unajipatia nguvu, na unatulia. Na mtu yule anaongea, anawaka moto, unaambia roho yako, we moyo wangu tulia, mngoje Bwana. Haleluya. Bible inasema jawabu ya upole ni kugeuza ghadhabu, bali neno liumizalo huchochea hasira. Na unajua ile neno linasema hivyo ni kumaanisha wakati unasikia neno liumizalo huchochea hasira, wakati unaambiwa uwe na upole, ni kumaanisha kuna maneno imeachiliwa ya kukuumiza, ya kukufinyiria, ya kukuumiza zaidi. Lakini unaambiwa uweze kujibu kwa upole, uweze kugeuza hali hiyo, na yule mtu atanyamaza. You must manage your anger. Wacheni niwaambie jambo moja. Wakati unasikia watu wanajinyonga kwa sababu ya mashida na matatizo katika dunia hii, inamaanisha mtu yule amefika kiwango cha pengine amechochewa na hali, akakosa kuelewa hali ya neno la Bwana, akakosa kuelewa ya kwamba kuna Mungu anayemjua na anayemfahamu, akakosa kujiachilia na kuondoa yale ambayo anayoyapitia. Akaona njia mzuri ni kuchukua kamba aende pale ajinyonge, lakini si kwamba amepata solution. Hata katika jamii, wakati watu wameachilia maneno, wamekosana, you must manage your anger. Lazima mmoja wenu aweze kufahamu jinsi ya kugeuza ghadhabu hiyo, ndio aweze kuleta uhai katika hiyo familia. Kuna watu wengi walifanya kinyume na vile Bwana alivyokuwa anatarajia. Tunamuona mtu mkuu wa Mungu anaitwa Moses. The Bible says this great man of God, he make damage kwa sababu ya kitu kinaitwa hasira. Moses alifanya makosa makubwa because of anger. Na hapa ningetaka uelewe, hasira inaweza kukuingiza katika hatari hata ya kutokuonekana katika mbingu ya pili au katika paradiso, Yerusalemu mpya. Kwa sababu tunamuona Musa hata baada ya kuwa ameitwa na Mungu
anatumiwa na Mungu, amejazwa na nguvu za Mungu, anaongea na Mungu ana kwa ana, anasikia na anaambiwa utafanya hivi na hivi, utafuata maagizo haya na haya. Alikosa kuelewa makusudi ambao Bwana alikuwa amemkabidhi, akakuwa controlled na kitu kinaitwa hasira, na akaingia katika mtego wa adui. God help us. Kwa sababu hii kitu kinaitwa hasira, au huyu roho anaitwa hasira, anaweza kukupotosha na kupoteza hatima zako. Huwa nikifikiria kuhusu huyu mtumishi anaitwa Musa, huwa ninamwambia Bwana anisaidie sana, kwa sababu alikuwa mtu mkubwa. Hata si kama sisi hata hatujai fika hiyo kiwango ambao Musa alikuwa, lakini ninamuona Musa alifika mahali akakosea kwa sababu ya kitu kinaitwa anga. Ikiwa angemanage, angeweza kufaulu. Hiyo ndio ilimkosi Mungu atume malaika. Wakati Mungu alimwambia, wewe Musa, sasa ile ndio Canaan, lakini hautaingia, lakini Israeli wataingia. Wewe panda katika mlima, huko ndiko sasa ninamalizania na wewe. Bible inasema ya kwamba ilimchukua Mungu kutuma malaika, kwa sababu adui alikuwa anaenda nasimama pale, anasema mtu huyu ulimwambia anenee mawe, akaigonga. Mtu huyu alitoka katika mlima akiwa amebeba 10 commandments, wakati alikuta Israeli wameinamia sanamu, akaiangusha. This man. Kwa hivyo adui alikuwa na mambo ambayo alikuwa anasimamisha mbele za Mungu, anasema huyu mtu hafai kuingia. But Mungu, kwa sababu aliangalia matendo ambayo Musa alikuwa amefanya hapo mbeleni, ilimbidi atume malaika. Usingojee Mungu atume malaika ndio akuokoe. Manage wa anga. Tusimameni. Naona saa zangu zimeisha. Tusimameni, nimkaribisha mchungaji, na ninaamini Bwana ataweza kutubariki katika jina la Yesu. May God bless you. Ni masaa yangu imeisha, lakini Bwana atatubariki. Amen. Tupigie mchungaji makofi katika jina la Bwana. Mimi nimejua kwa sababu gani Mungu hakutaka niende mahali nilikuwa niende, maana sasa nimenenewa. Bwana sifiwe sana. You see, mchungaji akisikia hata ninauganisha na ile tulihubiriwa hapa last week, nikaona hata sijui namna gani. Bwana sifiwe sana. Inua mikono yako, mwambie Mungu akusaidie ukaweze kudhibiti makasiriko na hasira, isifanye usione hatima yako katika jina la Bwana. Zadiba gandi bozina makepo sagadi magadia. Abia Bwana kila wakati akupe jawabu la upole katika jina la Bwana, na uambie Bwana akusaidie ukaweze kuweka zibu katika kuongea, uwe mwepesi wa kusikiliza wewe mwenyewe, jibu lako liwe ni la upole, maneno yako yakole neema na yakaweze kukolea ladha karabinuzi na mikai babuna zina rabina. Baba, tusaidie jioni ya leo. Ni sisi umeita kwa jina lako Bwana. Bwana, unataka tuingie Kanaani Bwana, unataka tufike mahali Bwana umetuita Bwana, lakini Bwana roho ya hasira inaadama watu wako. Tunaomba Bwana utusaidie Bwana, tunaomba Bwana utusaidie kwa roho yako Bwana, utupe roho wa kiasi katika jina la Bwana. Maturina zina lamina kiramikai buburu zina mahanda zinuka na mahandi borito ninazuka bagadimini zonini miko zakani na mikoko biniza bina zainerebo ishilimini zekete ya daradinoza ya benote paruba katabadina handilibuna ya makirimi ante ya mahandilibazina. Bwana tusaidie tukaweze Bwana kudhibiti makasiriko na hasira, ndio Bwana tuigie Kanaani zetu katika jina la Bwana. Tupatie Bwana jawabu la upole, tugeuse hasira Bwana, tusiwe watu wa kuchochea Bwana hasira. Oh, tusaidie Bwana. Oh, makayande babu zaka, help us O God, each one of us O God, to manage our anger in the name of Jesus. Masina mahande babuza. We thank you Lord, glorify you O God. Inua mikono yako tuombe. Baba, tumeinua mikono yetu katika madhabahu yako,
na tunaomba Bwana usaidie kila mmoja wetu Bwana. Ni wewe Bwana umetumana na tumesikia neno lako na kulisadiki Bwana. Bwana tunaomba utusaidie kila mmoja wetu adhibiti na akaweze kuzuilia hasira, isimugharimu Bwana hasara na igharimu yeye kutofika mahali ulikusudia. Tuneemisha Baba wa mbinguni, tupe tunda la uvumilivu, tupe tunda la upole Bwana, katika jina la Yesu. We thank you and we bless you in Jesus name we pray. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana.